Karibu JetDayFX. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kanicheki kwa namba ambazo zinaonekana hapo kwenye skrini yako, lakini pia nimeandaa group la WhatsApp, angalia link kwenye description, then unaweza ukajoin kwa ajili ya motivation. Na leo nimekuletea kipindi ambacho kinahusu PropFirm account. PropFirm kwa kirefu naita Proprietary Trading Firm. Hii ni kampuni ambayo inatoa mtaji kwa trader mwenye ujuzi baada ya kuweza kufaulu testi wao waliokupatia. Ina maana ukiweza kupata hii PropFirm account utaweza kutrade kiwango kikubwa cha dola kwa kuweza kuweka pesa yako. Ina maana gharama ambayo wewe utakuwa unahusika nayo ni ya kuweza kuilipia ile registration fee, na ili waweze kukuruhusu kuweza kufanya hiyo test au challenge. Then ukishafaulu kwenye hiyo challenge utakabidhiwa account. Kwa mfano kama account utailipia dola 30, wao watakuwekea dola 5000 baada ya kuweza kufaulu hiyo challenge au testing. Alafu kumbuka hiyo account wanakuwa wanaimonitor wao kulingana na sheria ambazo utakuwa wanakupatia, na hizi kampuni zipo nyingi sana. Kwa kila kampuni huwa inakuwa ina sheria zao. Kwa hiyo kuna sheria pale kama risk management ya basi 500 kwa siku, hiyo drop down. Alafu pia kama inatakiwa uweze kutengeneza asilimia kadhaa, lakini pia mnakuwa mnagawana ile pesa ambayo mnakuwa mnaipata, mnakuwa mnagawana. Kwa hiyo hizi PropFirm ni kampuni ambazo zinatoa mitaji kwa trader baada ya kuweza kufaulu testi ambao wao wanakuwa mkupatia. Zeni mnakuwa mnafanya kazi kwa pamoja mkitengeneza profit. Ile profit mnakuwa mnagawana, lakini pia kumbuka kuna sheria za kuweza kuiendesha hiyo account. Sasa kwa tuangalie gharama. Gharama ya kuweza kupata hii PropFirm account huwa inaanzia dola 30 mpaka dola 1000, na ina maana ukilipia hii dola 30 utaweza kupewa account yenye dola 5000, na pia ukilipia account ya dola 1000 na huko unaweza ukapewa mpaka account yenye dola 200,000. Umeona? Kwa hiyo hii account ambayo utakayoilipia ni account ambayo unapewa, lakini inakuwa imewekewa mifumo fulani hivi ya kiusalama, kama kupoteza mwisho ni asilimia kadhaa. Kwa hiyo ni account ambayo inasimamia na wao, japokuwa inakuwa unaiendesha wewe. Sasa ngoja tuangalie PropFirm inafanyaje kazi. Hizi kampuni zinafanya kazi. Cha kwanza kuna testi, wanakupatia mtihani au challenge. Ukiweza kuivuka hiyo challenge hapo pia okay. Hapo kitu kingine ni rules, sheria zao. Unatakiwa uweze kutengeneza faida pasipo kuweza kugusa losi ambao wao mkuwekea. Ina maana kama unatakiwa utengeneze profit ya 10% ya mtaji wako kila siku, afu na losi ikiwa ni 5%. Kwa hiyo unatakiwa uweze kutrade hivyo siku zote pasipo kuweza kufika kile kiwango cha losi, na ukiweza kuvunja hiyo sheria, hiyo account inanyang'anywa. Na kitu cha tatu, hizi PropFirm inafanya kazi, kuna hii funding. Ili uweze kuwekewa pesa kwenye hiyo account inatakiwa uweze kuvuka testi, alafu utapewa hiyo account yenye hiyo hela, na utakuwa una withdraw kila wiki kulingana na sheria, kulingana na makubaliano ambao wao wameweka. Alafu pia hapa payout, upande wa malipo, hao jamaa huwa wanakuwa wanalipa faida, mnakuwa mnagawana. Ina maana una trade, then ile faida ambayo imepatikana mnakuwa mnagawana na hii kampuni. Kwa kama upo interested kuweza kufanya kazi na hawa jamaa, unaweza kalipia hiyo ada ya awali kwa ajili ya registration, then utaweza kufanya hiyo challenge. Ukishafaulu kwenye hiyo challenge au test, then utapewa hiyo account yako, na then utakuwa unaifanya kazi. Advantage kwangu mimi, faida ambayo naiona kuweza kutrade kwa hizo PropFirm account, unakuwa
uwezo wa kuweza kutrade akaunti kubwa, lakini kama unajipambania tu mwenyewe ni vizuri zaidi ukatrade kwenye akaunti yako. Sasa tuangalie faida na hasara za kutrade kwenye hizi PropFirm account. Faida ya kwanza, unakuwa na uwezo wa kuweza kutrade kiwango kikubwa cha pesa pasipo kuweza kuriski pesa yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo just imagine ukiweza kulipia account kwa dola 1000, kwa wewe utakuwa na uwezo kuweza kutrade mpaka dola 200,000. Kwa hiyo ile trading ya dola 200,000 sio ni pesa ambayo itakuwa ni yako, ni pesa ambayo inakuwa ni ya watu. Kwa hiyo unakuwa na uwezo kuweza kutrade kiwango kikubwa cha pesa pasipo kuweza kuwa na riski kubwa. Na kumbuka 1% ya dola 1% ya dola 200,000 inakuwa ni dola 2,000. Kwa wewe unakuwa na uwezo kuweka stop loss mpaka ya dola 2,000. Just imagine stop loss yako inakuwa ni dola 2,000. Kwa hiyo take profit hapo kwa risk to ratio ya 1:1 inakuwa ni dola 2,000, na kwa take profit ya risk to ratio ya 1:2 ina maana inakuwa ni dola 4,000. Maana take profit ya kwanza inakuwa ni dola 4,000. Just imagine kama unakuwa na hizi akaunti una uwezo kuweza kutengeneza pesa ya kutosha pasipo kuweza kuwa na riski kubwa. Alafu hasara za kutrade kwenye hizi PropFirm account, hao jamaa wanakuwa na strict rule, wanakuwa na sheria kali sana. Alafu pia kiwango cha hasara wanakuwa wamekulimit. Maana kama kupoteza mwisho ni 5% na 5% tu. Ukivunja makubaliano nadhani hiyo account inakuwa sio yako. Pia kuna test fee that add up if you fail. Ina maana kama ukifeli, ile gharama ambayo umeitumia kuweza kuilipa ile account inakuwa nayo umefeli. Kwa kama ukinunua account ya dola 50 au ukilipia account ya dola 500 ukafeli kwenye ile test ambao wanakuwa wanakupatia mwanzoni, unakuwa umeweza kupoteza na kile kiwango chako cha awali ambacho ulikiweka.